maskini mwenye hekima, naye hiyo verse 15 nataka uitilie maanani sana. Basi kulionekana umo mtu maskini mwenye hekima, naye kwa hekima yake akauokoa mji ule, lakini hata hivyo hapakuwa na mtu yeyote aliyemkumbuka yule mtu maskini. Ndipo niliposema bora hekima kuliko nguvu, walakini hekima ya maskini hudharauliwa, wala maneno yake hayasikilizwi. Bwana mbariki. Soma maneno yake. Amen. Amen. Kichwa cha ujumbe ni maskini mwenye hekima. Bwana asifiwe. The poor man's wisdom. Kuna jambo asubuhi ya leo nataka wapendwa tuweze kuelewa, kwa sababu si mapenzi ya Bwana tuwe maskini. Angalia mwenzako, mwambie si mapenzi ya Bwana tuwe maskini. Sio mapenzi ya Bwana tuwe maskini. Mapenzi ya Bwana ni kwamba tukaweze kuwa na utoshelevu, tukaweze kuwa watu ambao tuko na kila ambacho tunahitaji. Si mapenzi ya Bwana watu wa Mungu wa maskini. Na mtumishi wa Mungu katika maandiko haya ambayo tumesoma anaongea juu ya mji mmoja. Ndio mji ulikuwa mdogo na ukafahamiwa na mfalme ambaye alikuwa na nguvu, lakini ndani ya ule mji maandiko yanasema kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa na hekima. There was a man with wisdom. Na maandiko yanasema kupitia kwa hekima yake akashauri mfalme wa ile nchi ndogo, na wakaweza kushinda ile shida ambayo ilikuwako. Akapeana ushauri kupitia kwa hekima yake na ushindi ukapatikana. Bwana asifiwe. Lakini cha kustaajabisha ni kwamba baada ya ushindi mkubwa wa kupatikana, baada ya kuondoa hofu kuu ambayo ilikuwa imeingia katika ile nchi kwa sababu ya kufahamiwa na mtu ambaye ako na nguvu na mfalme ambaye ako na nguvu zaidi ya wao, hofu ikaondoka. Maandiko yanasema baada ya hapo hakuna mtu aliyekumbuka yule maskini mwenye hekima. Kwa nini? Unajua mpendwa, in our society, katika dunia tuko sasa, walio na mali, walio na vitu, walio ambao wako katika kuendelea, the people who are successful, watu walio na mali, au ndio watu ambao dunia inawaheshimu. Bwana asifiwe. The wealth,
the success. Inawezekana uko na masomo mengi sana, inawezekana umesoma sana, lakini kama wewe ni maskini, kama hakuna maendeleo, hakuna kitu cha kuonekana kwako, nakwambia mpendwa, hakuna mtu ambaye atasikiza maneno yako. Hakuna mtu, hata kama uko na mambo mazuri namna gani, kila mtu atakufukuza. Bwana asifiwe. Nasema nini? Kuna kitu, kuna somo ambao tunastahili kujifunza, ya kwamba kama kanisa lazima tukatae na tuchukie umaskini. Kanisa lazima tukatae na tuchukie umaskini. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Lazima tukatae, kwa sababu ukiwa maskini, hata kama umesoma, hakuna mtu atakutambua. Hata ukifanya mambo makubwa na gani, hata ukitoa shauri ya gani, watu watakufuza kwa sababu wewe ni hoihoi. Ona kitu Proverbs 22. Proverbs 22. Verse 4. Tutatoka kwa maskini namna gani? Proverbs 22 verse 4. This is the formula to get out of poverty. Bwana asifiwe. Proverbs 22 verse 4. Andiko nasema, thawabu ya unyenyekevu ambao ni kumcha Bwana ni utajiri na heshima, nayo ni uzima. Bwana asifiwe. Amen. Thawabu ya unyenyekevu ambao ni kumcha Bwana ni utajiri na heshima, nayo ni uzima. Bwana asifiwe. Tutaheshimika namna gani? Tutatoka kwa umaskini namna gani? Njia ni kunyenyekea kwa Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Njia ni kumcha Bwana. Tabia upendo. Sijui ndani ya moyo wako ulipokuwa natoka nyumbani na kuja ibada, sijui kama ulikuwa unasukumwa na kumcha Bwana ama ulikuwa unasukumwa na nini, kwa sababu lazima tunapokuja katika nyumba ya Bwana tuweze kuwa na hofu, tuweze kumcha Bwana. The fear of the Lord ndiyo inastahili iwe na tusukuma. Hallelujah. Even in our dressing code, lazima the fear of the Lord iwe iko ndani. Tunapoongea juu ya kumcha Bwana katika ibada, si kuingia tu kwa unyenyekevu. Usitoe kelele, ni vizuri pia. Tunapoongea juu ya the fear of the Lord, tunaongea juu ya kujua kwamba unastahili kuishi maisha matakatifu. Bwana asifiwe. Amen. Maisha matakatifu. Maisha matakatifu. Thawabu ya unyenyekevu. Unajua hawezi kumcha Bwana bila kuwa na unyenyekevu wa moyo. That is the starting point. Amen.
Humility. Humility in your heart. Humility even when our giving. Lazima unyenyekevu uanze. There must be that humility. Ndiyo natangulia. Hallelujah. Amen. Na mawazo yako na moyo wako. Unajua kwamba unaenda wapi na ni nani unaenda kukutana naye. Bwana asifiwe. Amen. Na unaingia katika nyumba ya Bwana katika hali ya kumcha huyo Bwana. Kama ni kutoa, unatoa katika hali ya kumcha Bwana. Haleluya. Amen. Ndio maandiko yanasema thawabu ya unyenyekevu ambao ni kumcha Bwana ni utajiri na heshima. Ona, yule maskini baada ya kufanya kazi kubwa, baada ya kuleta wokovu katika nchi yake, maandiko yanasema hakuna aliyekukumbuka. Alisaulika. Alisaulika. Kwa nini? Kwa sababu ni maskini. Angalia mwenzako leo karibu na mama, ndiye mimi nakataa maskini. Chukio maskini. Mimi nachukia umaskini. Lazima chukio maskini mpendwa. Haleluya. Amen. Kwa sababu katika kanisa Mungu anataka watu ambao, unajua maskini na tajiri wote ni wa Mungu, lakini Mungu hataki maskini. Kwa sababu from the word God hakuumba mtu au maskini. Amen. Hello? Amen. Edeni, in the Garden of Eden, kulikuwa na utoshelevu. Amen. There was an abundance of everything. Hallelujah. Chochote ambacho Adamu angehitaji kilikuwa katika the Garden of Eden. Bwana asifiwe. Amen. Na hiyo inadhihirisha kwamba Mungu afurahie umaskini. Kwa sababu tukiwa kanisa maskini tunachekelewa. Unajua mpendwa, Mungu anapendezwa wakati kuna vitu, because hizo vitu sio vyako, kwa sababu jirani yako, rafiki yako akiwa anahitaji uweze kuwa pale kunyoosha mkono na kusimama na yeye. Bwana asifiwe. Generosity. And even if you are generous and you have nothing, what can you offer? Nothing. Yes, you are generous. You are generous. What to give? Now you many times we are preaching about faith, but now you have not faith to give and you have nothing to give. Na hapo katika Proverbs 22 ukienda mstari wa 6 kuna kitu pale naongea. Nenda pale mstari wa 6. Maandiko yanasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Amen. Mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Hiyo maandiko ndio anaongea juu bila kuongea mtoto vizuri na njia nzuri au mtu mzuri. Basi kuna kitu kingine zaidi. Wale wazao kwa kuna kitu kingine zaidi. Kuna kitu kingine zaidi. Lazima tulee watoto wetu wakuwa akiwa na maarifa ya investment.
wakijua kwamba masikini atawala. Hello? The poor don't rule. The poor don't rule. The rich rulers over the poor. Bwana sifiwe. Mstari wa 7 ndio unasema tajiri umtawala maskini, naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Tajiri ufanya nini? Umtawala. Kwa hivyo masikini hakuna wakati atakayetawala. Even our next election, general election. Hello. Very few. Wako, but the percentage is very low. Wanasiasa wengi wanaopita ni wale ambao wana mali, wanatoa, wanapatia mali. Ni wachache wanapita ambao wana mali ya kupeana. Mlee mtoto katika njia ipasayo, naye ataiacha hata atakapokuwa mzee. Vijana wetu ambao mnakuwa, vijana wetu ambao mko colleges, lazima muelewe kwamba mpaka muwe watu ambao unaweza kuwa unaweka rasilimali, invest for the future. Bwana sifiwe. Lazima uwe unajua kwamba unapoendelea lazima ukatae umaskini. Amwambie Bwana akusaidie ili uweze kuwa na maarifa ya kutengeneza pesa, kutengeneza utajiri, na sio kutengeneza kwa njia ya ile ingine ya upande ule mwingine. Hapana, ni kutengeneza in a way of godly. Bwana sifiwe. Na kitu kimoja ni kwamba watu wanakuwa ni tajiri, hakuna tajiri analala sana. Amen. Walio na mali hakuna analala mapema. Wanaolala mapema ni wahewe wanawali. Wanaoamka kuchelewa ni wale ambao hawana kitu. Si kama unajua. Walio na mali, wanaotafuta vizuri, wanaoweka mikakati na mipango ya kupata pesa na mali, hawalali mapema. Wewe ambao unalala saa 12, saa 1 unalala, kama maisha hii. Waamuko naamka saa 1, saa 2. Wanaotafuta, wanaoweka mipango mizuri, wanalala kuchelewa, wanaamka mapema. Naona mbona akisinzia? Kwa sababu ya vijana iko kwa bado sipi. Vijana, unataka kufaulu katika masomo, lazima ulale kuchelewa. Ukistaki lazima uamke mapema, uendelee mahali ulifika jana. Because hakuna kitu ambacho utapokea bure tu. Hakuna kitu cha dhamana ambacho utakipata kwa urahisi. Kila kitu ambacho cha dhamana lazima kipatikane kwa kutoa jasho, lazima kipatikane kwa kufanya kazi. Bwana sifiwe. Amen. Kwa hivyo lazima tufundishe watoto wetu, tulee watoto wetu wajenge wapasayo, wakijua kwamba tajiri utawala maskini, wakijua kwamba anapokuwa lazima
achukie umaskini. Lazima achukie umaskini na kataa. Bwana asifiwe. Na aseme mimi sitakuwa maskini. Bwana asifiwe. Na chochote unachofanya utie bidii. Bila kuanzisha na kuacha. Walio na biashara wapendwa, kama kuna kitu ambacho dunia hii sasa inahitaji na ambacho kina stress na kina ile tunaita ceiling, ni biashara. Wata wale ambao mko na payslip, hiyo payslip haikutoshi. Lazima pawe na mpango mwingine. Haleluya. Mpango mwingine. Mpango mwingine wa nini? Mpango mwingine wa kutafuta mali. Haleluya. Wa kutafuta mali. Bwana asifiwe. Wapendwa, na kumaliza nasema, sikia. Lazima tujue kwamba tumeokoka. Tuko na hekima kubwa. Mungu ameweka hekima ndani yetu. Na lazima tujue kwamba kama tutaheshimika, kama tutasema jambo tutaokoa mji na tukumbukwe, lazima uwe na kitu. Amen. Kama wewe ni maskini, hakuna mtu anakukumbuka. Hakuna. Huyo mtu alikuwa amejaa hekima, lakini baada ya kuokoa nchi yake hakuna mtu aliyemkumbuka. Bwana asifiwe. Amen. Angalia mstari wa 10. Kumi na sita. Ecclesiastes 9:16. Then I said, wisdom is better than strength. Nevertheless, the poor man's wisdom is despised, and his words are not heard. Bwana asifiwe. Anasema wisdom is better than strength. Yeah. Good. Bwana asifiwe. But now, the wisdom of a poor man is despised, and his words nobody will heed them. Hakuna mtu anayeshikilia, hakuna mtu ambao atachukua kama lakini atasaulika. Lazima wapendwa, tusimame na kusema hatutakuwa watoto wetu hawatakuwa wao maskini. Sisi wenyewe tuseme hapana. Bwana asifiwe. Na hiyo inatokana na nini? Lazima tunyenyekee mbele za Bwana. Unyenyekevu wa moyo. Humility. You must uphold God. Humility lazima iwe ndani yetu. Unyenyekevu lazima uonekane ndani yetu. Unyenyekevu tunapoingia katika nyumba ya Bwana. Unyenyekevu tunapoabudu. Unyenyekevu hata tunapofanya lolote tufanyalo katika nyumba ya Bwana. Because unyenyekevu unatuongoza katika hali ya kucha Bwana. Bwana asifiwe. Unatoka nyumbani ukiwa na msukumo wa kwamba lazima nifike mapema. Ibada inaanza saa hii, lazima niwe pale. Ikianza niwe pale. Kwa nini? Kwa sababu you are humble. Na unatii vile Roho anasema. Bwana asifiwe. Unatii vile mtu wa Mungu
mtumishi wa Mungu wako anasema. Because hauwezi kuniambia wewe mnyenyekevu na unamcha Bwana na mchungaji anasema tufanye hii na wewe unafanya hapo. Ndio mwenzangu, huwezi kuwa mnyenyekevu, huwezi kuwa na mcha Bwana. Bwana sifiwe. Yes, kwa sababu hapo ndipo sasa unyenyekevu unaonekana, na ndio maandiko nasema tawamu etumi ya wenyewe na kumkia. Etumi ya wenyewe na kumkia ngai. Na kumkia Yehova. Etumi ya wenyewe na kumkia Yehova. Kuna thawabu. There's a reward. Etumi na ndio vitu vitatu. Etumi ndio maana tamukia Yehova. Tena wilivyo na kumkia Yehova pema ulana tu. Ama kwa kata vitu. Amen. Ndoambe udui. Utajiri. Nani asiyetaka kuwa tajiri? Hakuna. Hakuna. Kwa nini tufanye kazi kwa bidii? Tuwe na bali. Amen. Utajiri. Na kitu cha pili, heshima. Unajua, sikia mpenda. Hata kama nyumbani wewe, mambo mengi wewe ndio mkubwa. Kama vile nilivyo, passport. My father's house. Wataja nesa kali akweli ana leo ngameje nina mali. Na mwina wao itina asipodiza kwa ndoa na mali. Usimwe gwedaziki. Ndio kakula mshauri. Ya. Yes. Kaya ukunywa chani. Hakuna kanisa. Kali. Hawezi uliza chochote. Yule mdogo hata kama ni mdogo ndio unasikia hata ukiongea kama yuko unasikia wacha kimwenyewe. Mwenyewe. Wakati wa tena James Oka. Piga asiata. Ndio penda ya kuna heshima juu ya yule. Ijapokuwa ni mdogo lakini kuna heshima ambayo amepewa katika bomba kwa sababu yeye ana kitu. Hello. Kwa sababu unaona mjamaa akaleta ushauri, alikuwa amejaa hekima. Hekima. Mfalme alikuwa anatetemeka, ajua afanye nini kwa sababu anajua yule ni mkubwa. Like now Kenya ikiwa imepangwa na Amerika. Kuna kitu tatu. Yaani Kenya imepangwa na Amerika. Kuna kitu tunafanya? Hapana. Lakini Biblia inasema hiyo mfano ambao tumepangwa katika Biblia ni sawa sawa na Amerika na Kenya. Kenya imepangwa na Amerika. Na sasa hapo wewe upeane ushauri. Na tupone ile hofu ambayo ilikuwa kwa hiyo hakuna. Imeisha. Bwana asifiwe. Amen. Na huyo jamaa maandiko yanasema akasaulika. Hakuna aliyemkumbuka. Kwa sababu gani? Kwa sababu maskini. Yeye ni maskini. Bwana asifiwe. Amen. Ati maandiko yanasema mlee mtoto katika njia ipasayo. Lazima tukue. Lazima watoto wetu. Labda jana nyinyi mmoja hapa ndio kuibuka kea. Mana. Dino oyuma bakobe wewe mzee. Hallelujah. Unajua ukweli mwingine tunakula tu kujua lakini nao you can know. Yeah. Yes. Hata akiwa kwa tumbo.
wewe mama ni wewe kwa tukisia alisi batuka ni madegona ndani kama na kana kile trumba na ndio kile baba ndo bana kwa muka tuye sio angia wewe Yohana tukisia ndio uketani amadela lakini ukadena Yesu na wewe amen Nukite lakini ukeza hapo dui. Amen. Ukeza mundu yendai ya? Amen. Bwana sifiwe. Amen. Ukeza mundu akumukia ngai? Amen. Nuno wenivyo. Itumia wenivyo. Nakumukia ngai ni uvui. Daya na ngai. Bwana sifiwe. Amen. Itumia wenivyo. Na wenivyo no baka wanze. Wenivyo no baka wanze. Wanze no foundation. Todo kiangeka na wenivyo. Ngoya ina wenivyo. No opposite ya wenivyo na wenivyo. Tena ndugu zitana nyingi mingi. Umadai na mingi bijao. Ndio ndio na mingi lakini kama na mingi ndio ndio hapo ndio ndeka. Uli roho hizi. Yesu na Amen. Itumia wenyewe. Nakumukia ngai. Nakumukia ngai. Twelivya tukamukia ngai. Amen. Na hii tumina leo. Nuvui. Daya. Daya. Mangana tupenda. Mangana bema. Yesu na Amen. Hakuna mtu asiyetaka kuheshimiwa. Utaona watu wadogo, vijana wadogo sana, watu 20 something like nasikia anaitwa mzee. Mzee amefika. Kasalimiwa kwa heshima. Kwa nini? Hakuna ndoa. Hakuna jina. In the community, ni mtu ambaye anaheshimika. Bwana sifiwe. Amen. Wapendwa na kumalizia. Lazima tuamini na tukatae umaskini. Tumepewa hekima na Mungu. Hakuna mtu aliyeokoka ambaye ana hekima kwa sababu Roho Mtakatifu yuko ndani yetu. Haleluya. Amen. Ndiye anayetuongoza. Lakini bila kuwa na kitu. Nakumbuka umaskini si mapenzi ya Bwana. Haleluya. Umaskini si mapenzi ya Bwana. Na usisema tutakuwa maskini ndio wewe mnyenyekevu. Tuna maskini wajeuri sana. Wakati. Wajeuri sana. Wajeuri. Na watu ambao wamebarikiwa wako na mali, wako na assets na akili hapa huwezi kutambua. Very humble. Akiongea na kila mtu yuko tando wake. Lakini maskini huyu hapa tu. Amenunua baiskeli, amenunua tuktuk. Yaani anaanza kubadilisha mwenendo. Naanza kubadilisha mwenendo. Kwa sababu kuna watu ambao wanasema tuna matajiri. Sitaki kuwa tajiri. Sababu amesoma ile story ya tajiri na Lazaro. Hapana. Ambia mwenzako nastahili kuwa na mali. Unastahili kuwa na mali. Kataa umaskini. Tufunze watoto wetu. Tulee watoto wetu wakijua kwamba lazima wawe watu wakuu, lazima wawe watu wa heshima, lazima wawe watu wakona matajiri, watu ambao wako na mali. Na hiyo taanzia wapi? Lazima tuwalee kwamba lazima wawe wanyenyekevu na kumcha Bwana. Bwana sifiwe. Tunaposema kumcha Bwana, lazima kuwa tukikataa dhambi. Kwa sababu kumcha Bwana ni kukataa uovu, kukataa dhambi.
Proverbs 8:13. Bwana The fear asifiwe. of the Lord is to hate evil. Tunaposema kumcha Bwana ni kwamba tunakataa uovu wa kila aina. Haleluya. Tunakataa uovu wa kila aina. Uovu wote tunakataa. Tunasema la. Tunakataa. Bwana asifiwe. Amen. Tusome mstari tumalizie pale. Proverbs 8:13. The fear of the Lord is to hate evil. Amen. Pride and arrogance and the evil way and the perverse mouth I hate. Bwana asifiwe. Amen. The fear of the Lord is to hate people. Napoongea juu ya Bwana, naongea juu ya kukataa dhambi. Na kitu cha kuziziliza ama kushangaza ni kwamba katika mwili wa Kristo, ndani ya wale ambao tunajiita na Kristo, wale ambao tumeokoka, wengi wetu, kuna wengi katika kanisa ambao they are not walking right with God. The fear of the Lord is not there. Hivyo wanaongea mambo ya Mungu, lakini wewe Mungu kupitia kwa Mungu hakuna. Mpendwa, lazima you must purpose to fear the Lord. Amen. And the starting point is to humble yourself. Humility and the fear of the Lord leads. Inapeana wealth, Honor. tajiri, heshima, that is honor, And life. and life.